بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 2 min shahri Allah al-Muharram mwaka 1448 katika darasa ya kitabu al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تندلنا موضوع خطر الشرك ووجوب الحذر منه بتجنب أسبابه. خطاري ya ushirikina na wajibu wa kutahadhari kutokamana na shirki na kujiepusha na kila sababu miongoni mwa asbab zinazopelekea watu katika ushirikina. Al-Imam al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala ameorodhesha chini ya mada hii sababu 10. Walillahi alhamdu wal minna. Katika vikao vilivyopita tumemalizia kusoma sababu 9, na leo insha Allah taala tutaanza sababu ya 10. Sababu ya 10 ni ugonjwa ambao umeenea hivi sasa sana, jambo ambalo kila mahali sallallahu alaihi utalikuta limeenea. Maal asaf, mpaka ndani ya misikiti dhambi hii yafanywa mpaka ndani ya misikiti. Yani lau kama mtu atafikiria hawezi kusadiki kuwa hili jambo mtu anaweza kulifanya ndani ya msikiti, majumbani na sehemu nyinginezo. At-taswir, mambo ya mapicha. Qala at-taswir wa huwa wasilatun ila ash-shirki. Taswir ni njia ambayo mwishowe yampelekea mtu katika shirki. والتصوير معناه، التصوير معنى yake نقل شكل الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت، وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة أو تمثال. تصوير معنى yake ni kunukuu shakli ya kitu au namna kilivyo kile kitu kwa njia ya kuchora kutumia mkono au kuishika ile picha kwa chombo kama vyombo vinavyotumika leo vya kupiga picha, au naht, au kwa kuchonga, kachonga sanamu au akachonga katika ukuta picha ya kiumbe kilichokuwa na roho, kisha ile shakli ile ikadhibitiwa katika ubao, lauha, au katika karatasi, waraka, au timthal, katika sanamu. Hii ndio maana at-taswir. Vile itakavyokuwa, hii ndio maana taswir. Iwe umechonga, iwe umepiga kwa picha, iwe umechora kwa mkono, vyote vinaingia katika hukumu moja. قال والعلماء يذكرون حكم التصوير في كتب العقيدة. na wanawavyuoni wataja hukumu ya mapicha katika vitabu vya aqida, vitabu vya itikadi. لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك.
kwa sababu mapicha haya ni njia katika njia zinazowapelekea watu katika shirki. وادعاء المشاركة لله بالخلق أو المحاولة لذلك، أن mtu kudai kushirikiana na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba au kujaribu hivyo. وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير، na shirki ya kwanza iliyotokea katika ardhi sababu yake ni mapicha, sababu yake ni taswir. حينما أقدم قوم نوح على تصوير الصالحين، na tena zaidi ikiwa yule anayepigwa picha ni mtu mwema. Watu wa Nuh walipotengeneza picha ya wale watu wema, ونصب صورهم في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، wakaweka zile picha zao katika sura ya masanamu katika zile sehemu walizokuwa wakikaa. Kuna sehemu wakikaa ili wawakumbuke, kama vile leo mtu upiga picha akasema ya ukumbusho, vile vile walianza kuwa na ukumbusho. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير بجميع أنواعه. الشيخ الفوزان سيما نعم تهذريش متوم صلى الله عليه وسلم jambo la taswir, mapicha kwa namna yake yote ametahadharisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya mada pia tuazungumza ili kuondoa mshangao. Kuna baadhi ya watu wakiona pale msikitini, ukiingia tu kwetu hapa kumeandikwa kuwa hakuruhusiwi picha, bali ukiingia utaona onyo, hakuruhusiwi picha. Bwana wale bwana wanzidi. Hatukuzidi, ndivyo hivi inavyozungumzwa, sheria yasema hivyo. Wallahi lau kama ingelikuwa picha yafaa, kwa nini tukataze? Yani wewe waona mtu ana wazimu mpaka kwambia wewe kuwa picha ni haramu, ameitunga yeye sheria. Jambo la haram na halali katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na watu wafanya sana, na leo imefikia hali mpaka watu walazimishana, sijui kwa nini. Yeye akwambia mimi msimamo wangu naona picha hafaa, na mimi msimamo wangu naona haifai, atakupiga picha. Si wewe upige zako hizo, uache watu na salama yao? Lazima utapiga picha yako? Kwa nini ufanye hivyo? Kama mtu hataki, wacha, wamlazimisha bwana. Hizbiyun walivyoona kuwa waadhirika hasa zikizungumziwa ahkamu kama hizi, wakalazimisha hasa huku kwetu kuwa lazima tupate picha ya hawa masalafi. Nakumbuka siku moja nilikuwa natoa khutba hapa, wakatuma mtu akaja, nafikiri akakaa upande huu, mimi sikumuona. Wakati wa khutba ya Jumaa akapiga picha, kisha siku ya pili wakaitia kwenye mtandao. Ndio ile picha mnaoiona kila mahali kwenye mtandao, makran. Na hili jambo limepangwa, yani lazima tupige picha. Yani kwa ufupi, mimi wafananisha na Banu Israili walipomuona Juraij afanye ibada, yuko kwenye soma yake, hana haja na mambo yao, wakakaa maskani wakasema vipi yule Juraij tutampoteza. Wakamtumia kahaba mmoja aende akamhadai, amuingize kwenye uchafu. Sasa mfano yule kahaba akaletwa hapa, yule kahaba yule alitaka kumdanganya Juraij, akaletwa kahaba hapa msikitini, mfano wake yani kuwa mimi nitafanya. Basi wakapiga, lazima yani aini ainak, lazima akapigwa picha. Picha ikasambazwa na mpaka leo ndio mnaoiona.
nakumbuka nilizungumza kule Jumaa inofuata nikasema wallahi na mpaka leo la usamihuhu fi dunya wal akhirah, yule mtu sitomsamehe fi dunya wal akhirah, na Allah ataichukua haki yangu kwake hapa duniani na kesho akhira. Wada'awtu alayhi bil bala, wazi wazi mimi nimemwombea apatwe na balaa, atamani kuja kuomba msamaha siwezi. Na si hapa tu, wa fil akhirah, sababu hili jambo ni katika kabair dhunub. Kwa nini walazimisha wewe kuingia? Kwa nini? Na hapa nilikuja nikazungumza tukasema bwana siwezi kumsamehe mtu kama huyo ambaye amekaa wakapanga mipango. Hii da'wa imewashinda, sasa inabidi wakae wapange. Si hawa tu, kama vile khawarij ukao wakatupangia kutuua haswa, na sisi twajua, na hawa wapanga yataka picha yako tu. Jamani, haifai. Ni Mtume sallallahu aliyetukataza, si kutaka kwetu, ni sheria tuamrisha hivyo. Kweli nafsi yapenda, na ndio maana kuna watu wengine wafuata zile ruhusa, akipata tu ile ruhusa basi aitumia ile ruhusa. Asa usije hapo ukaniambia mbona naona picha ya Ibn Baz, mbona naona picha ya Ibn Uthaymeen, mbona naona picha Sheikh Al-Fawzan. Ni Mtume. Mimi nakwambia Mtume sallallahu ankataza, basi usitutajie fulani na alani. Kwa sisi tukisimama katika msimamo kuwa hili jambo halifai, ni kwa sababu Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametukataza. Sasa msitulazimishe sema kuwa lazima mpige. Afu hawa watu wa ajabu sana, wakifanyiwa raddi mzuri kabisa ikawachoma, wasema hawa watu wajificha, hawatoi sura zao. Lazima wajitoe sura zao. Wallahi mimi nitakuambia kitu kimoja, hizbiyun, mahizbi wote, wacha nyinyi hapo ulimwengu mzima na makhurafi na nini, wallahi hatuogopi hata chembe moja. Wallahi nawapia. Ni mwafikiria ingelikuwa mimi naogopa ngezungumza hapo? Kwani sijui kama uniona hapo mabarabarani? Wallahi la khawfun wala huzn, la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Hatuogope watu enda chooni. Yani nyijiwe hivyo, wallahi wa billahi wa tallahi hatuwaogopi hata chembe, kuanzia mkubwa wenu aliyena kilemba kikubwa khurafi mpaka yule mdogo anayevaa kofia paka masikio akasimama. Ndio kuna wale uvaa kofia kama mpishi ikashuka paka ile masikio ikauka kama pwepwe, sema wenyewe kama popo. Hakuna anayeogopewa. Na ikiwa ni suala la kuwa sijui utadhurika na nini, wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala. Ingelikuwa tuisome tauhid hapo. Lakini alhamdulillah akhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Hapo hawajidhihirishi sura zao. Kisha hapo yeye mtu asema hawa wazungumza hivi kwa sababu wataka umaarufu, wataka wajulikane. Huyo mtu mmoja asema hawa wajificha kwa sababu waogopa. Huyo mtu mmoja asema hawa wazungumza hivi kwa sababu wataka kujulikana. Nasema kama tutaka kujulikana, tungeliweka watu tupige mapicha kwa kila pembe, kule ungeona kamera kama vito vya ngamia vimekaa hivi tuelekea kila mahali, vingewekwa hapo. Si tutaka kujulikana, anataka kujulikana, si wajivuta mavideo na mapicha kila mtu amuone. Sasa tuwaelewe vipi? Tunataka umaarufu ama tuogopa tujificha? Ipi? Chagueni moja. Yufaku anhu man ufik. Maneno yenu ya gotana, chagueni moja.
mkituita waoga muona maneno yateremka kweli, si watu waoga wala hawaogopi salafiyun. Mna kipi kikubwa yani? Wacha nyinyi kuwa za kufar hazitukisi chochote. Takuja nyinyi watu wa maneno bwana, jua la jioni alichomi bwana, maji ya moto yachomi nyumba, yangarisha. Tushazoea mazungumzo. Kwa sisi tusema kuwa hili jambo hatulifanyi si kwa sababu ya kutaka kwetu, ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alikataza basi. قال وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير بجميع أنواعه ونهى عنه وتوعد من فعله بأشد الوعيد. Mtume sallam amemtuma makamio makali sana kwa yule anayefanya kitendo hiki. Wa amara bi tamsi suwari wa taghyiriha, bali akaamrisha watu waziharibu hizi picha, kuzibadilisha. Ule uso mtu akauchora na kalamu hivi ili sionekane. لأن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل الذي انفرد بالخلق. sababu katika haya mapicha una kujifananisha na kuumba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yeye peke yake ndiye muumba. Yani anayefanya kitendo hiki ataka kufanya muzahama katika rububia, yeye pia ajifanya ni Mungu. عياذا بالله. فهذا الإنسان المصور يحاول أن يضاهي الله عز وجل فيما انفرد به من الخلق. ويمتو ومبيشه ajaribu na yeye kumuiga Allah subhanahu wa ta'ala katika lile jambo ambalo ni yeye peke yake analifanya, jambo la kuumba. ولأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك. sababu hii taswir ni njia katika njia zinazowafikisha watu katika ushirikina. فأول حدوث الشرك في الأرض كان بسبب التصوير. mwanzo ilipotokea shirki katika ardhi sababu yake ilikuwa ni mapicha. لما زين الشيطان لقوم نوح تصوير الصالحين. شيطاني alipowapambia watu wa Nuh kutengeza mapicha ya watu wema. ونصب صورهم على المجالس لأجل تذكر أحوالهم أنها تنفع وتضر من دون الله. wakaweka zile sura zao katika mikao yao liajli tadhakkur, ili wapate ukumbusho, liajli tadhakkuri ahwalihim, wakumbuke zile ibada zao na mambo walikuwa wakifanya. Mwisho ikafikia kuwa wanufaisha na wadhuru pasi na Allah. Mwisho ikafikia huko. Fataswiru huwa mansha'ul wathaniyya. Kwa taswir ndio chanzo cha kuabudu masanamu. لأن تصوير المخلوق تعظيم له وتعلق به في الغالب. sababu kumpiga picha kiumbe hasa watu wema ni kuadhimisha na kufunganisha moyo na yule mtu, mara nyingi sana huwa ni hivyo. wala siyama idha kana almusawwar lahu sha'nun min sultatin au ilmin au salahin. na hasa akiwa mpigwa picha yule ana jambo katika mujtama, imma ni kiongozi au ana ilmu au ni mtu mwema, hatari yazidi. Kuna mapicha yauzwa ya mashekhe wa kikhurafi. Kienda Tarim kule, Tarim pale Hadhramut, kuna duka moja nakumbuka mara nyingi nikipita kuuzwa picha mashekhe wa kikhurafi, Bahafidh, kina Al-Jufri. alafu kama pozi kama nshika tasbihi hivi, angalia hivi juu kando, kisha bwa picha, kisha yauzwa. Na kuna watu wallahi la ubaligh waitakidi kuwa akiweka ile picha yule shekhe amuona pale alipo, ile shekhe yuamuona, basi si uiondoe bwana, atakuona mara wavua nguo, mara fanya nini, mara wenda kuoga, watakia nini akutungulie. Weka picha ya shekhe wako hiyo kupiga nini chabo bwana, na umekaa tu pale, vundilia mbali, ondoa. Kuna wengine nyumba imejaa mapicha, ukiingia sitting room kabandika picha ya shekhe huyu, upande shekhe ule, upande ule shekhe ule. Sasa hatari yazidi ikiwa ni mtu kama huyo.
wala siyama idha 'uzzimat as-suratu binasbiha ala ha'itin, na haswa ikiadhimishwa ile picha ikawekwa kwenye ukuta ni zaidi. Na hii kweli yapelekea kwenye shirki, na haya tuyaona leo, na hata kama bado hayajatokea mwisho wa kushaishia hivi. Au iqamatiha fi shari'in au maidanin, au ikawekwa picha hiyo barabarani au katika uwanja hivi ikawekwa ile picha, au fi wajihati almajalisi walmakatib, au katika zile sehemu zinazokukabili katika sehemu za mikao na maofisi. Fa inna dhalika yuaddi ila at-ta'alluq biha min al-juhal wa ahli ad-dalal, hila pelekea nyoyo za hawa wasiojua kufungamana na watu hawa pasi na Allah, na watu wa upotofu, walau baada hin, hata kama si leo, baada ya muda tatokea tu. ثم هذا أيضا فيه فتح باب لنصب الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله. na hili jambo pia lafungua milango ya kuweka masanamu waswa ambao mwisho huabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. قال وسأورد جملة من الأحاديث الصحيحة الصريحة في تحريم التصوير مع التعليق عليها بما تيسر. أسمى نابا نتأورديش أحاديث صحيح zilizokuwa wazi kabisa katika kuharamisha mambo ya mapicha. Na subhanallah, ukijiingiza katika mambo ya mapicha na wewe ni talib ilm ama ni shekhe, sijui kwa nini ya kupata mambo ya ajabu ajabu. Yani sijui mshanizoea mimi na vijikofia vyangu hivi vya rial 5, basi tukianza hapa kuweka mapicha hapa nitavaa kilemba mje kiona nyinyi, alafu nitakuja na sunglasses. Shetani ndo anakukwambia, una ghafla jamaa mbadilika, alafu ile video kabla kutoka hebu ifanye filtration. Siku hizo wana kitu sijui ita filtration, yani mtu ashazeeka kwa mfano aweza kuletwa akafanywa kijana. Kwa nini mfanyia mambo? Ukichunguza makini, wallahi chunguza makini, hizi nyoyo dhaifu utakuta yaja mpaka waingie katika riya, riyadhan billah. Aslan kule kuitafuta ikhlas ni jambo gumu sana. Mtu apigana na nafsi yake awe na ikhlas, kisha juu yake wajiwekea maaskari wa kukusaidia wewe katika kuingia kwenye riya. Asa mbona huwa mavaa vilemba vya ajabu ajabu sijui nini? Kuna mmoja akikaa aika ile shimagh kama Kisuudi na huvaa joho. Tangu lini jamaa Mombasa hii na joto liloko hapa watu huvaa majoho? Hebu waulize yale majoho ya Kisuudi yale. Lakini siku hiyo, siku ya darasa, atakuja na joho lina rangi ya dhahabu, kisha ataweka kilemba, kisha tafuta miwani ina fremu nzuri moja imuonyeshe naye ni handsome boy. Ndio wanapofanya, sitoona sisi hapa kwetu. Kisha kizungumza kila saa shikashika kile kilemba na nini, ukuangalia ya nini? Lesh ya akhi, kwa nini wajitia katika mambo kama haya? Kisha polepole hii yaja yasongea mpaka utaona mpaka katika ibada za watu, mtu afanya tawaf ameshika ile fimbo ya kujivuta video ile, azunguka. Nani atakaye kuona wewe ukifanya tawaf? Nani anataka ile ibada? Fanyia lillah, wa atimmu alhajj wal umrata lillah, ifanye kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya watu wakuone. Kwa hivyo yuwazunguka yeye pale, huku weka hiyo. Memwona mmoja huku yuwatufu, huku yuwajivuta ile video, huku yuwasoma Qur'an, yuwasoma zile aya zinazungumzia kuhusu tawaf, huku yuwazunguka pale avuta ile. Nani amkwambia atakukuona wewe ufanya tawaf ama uko Arafa uomba dua?
khali bainaka wa baina Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi mara nyingi natahadharisha watu wanaokwenda hija na umra, usiharibu ibada yako kwa mambo kama haya. Wallahi riya ni sahali sana kuingia kwa mtu, sababu nafsi yapenda kusifiwa, nafsi yapenda kuonekana. Sasa wewe una sheitan, una nafsi yako, wapigana nayo ili uwe na ikhlas. Lakini sasa ukitia mambo kama yale ya kuvunja ile nguvu yako kuweza kupigana na nafsi yako, kisha mwisho uingia kwenye riya. Jiogopee ibada zako, ibada zako ziwe baina yako wewe na Allah. Wallahi mmeshangaa, nimeona kwenye YouTube clip mwaka jana mwaka juzi, jamaa atangaza kuwa usiku wa 27 atasoma Qur'ani nzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hivyo stay tuned, tuwe pamoja. Yuko nyumbani kwake, amejiwekea simu pale, ajivuta yeye waswali qiyamul layl, atasoma Qur'ani kuanzia suratul Fatiha mpaka Nas. Atangaza kuambia watu, bakini macho mtaniona, nasoma mwanzo mpaka mwisho. Wewe ukiona maneno kama haya, kweli hatujui kilicho katika nyoyo za watu, lakini kwa maneno, wala ta'rifannahum fi lahnil qawl, kwa maneno tu mtu anawezungumza, wamuona huyu hapa, huyu hivi anavyofanya hivi, ajionyesha. Kwani kuambia watu kaeni tayari munione, maana yake sikujionyesha? Maana yake nini sasa? Si ndio nataka watu wamuone? Ndio ainur riya. Nani ataamini kwa mtu atakuswali qiyamul layl nyumbani kwake, atangazia watu ulimwengu mzima wamngojee wamwangalie? Ikhlas iko wapi hapo? Wallahu almusta'an. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي, ni nani dhalimu zaidi kuliko yule aliyekwenda kuumba kama ninavyoumba mimi? Falyakhluqu dharratan, basi na waumbe mdudu chungu. Au liyakhluqu habbatan, au waumbe chembe nafaka yoyote, ngano, tama. Au liyakhluqu sha'ira, au waende wakaumbe mfano wa sha'iri, tembe ya sha'iri. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ الفوزان ومعناه لا أحد أشد ظلما من المصور, hakuna mtu aliye na dhulma zaidi, anayejidhulumu nafsi yake zaidi kama huyu mpiga picha. لأنه لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله من إنسان أو بهيمة أو غيرهما من ذوات الأرواح, kwa sababu alipochora au tengeze ile picha ya sura au shakli ya kile ambacho Allah amekiumba katika mwanadamu au mnyama au mfano wake katika viumbe vyenye roho. Na hili katazo ni katika viumbe vyenye roho, ama miti, majabali, nyumba, hivi vitu vya kawaida, piga picha paka uchoke, havina neno. Walivyofanya hivyo, sara mudhahiyan li khalqi llahi alladhi huwa khaliqu kulli shay, kwa kule kutengeza picha ajifananisha na kuumba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ndiye muumba wa kila kitu, wa huwa rabbu kulli shay, na yeye ndiye mola mlezi wa kila kitu. Wa huwa alladhi yusawwara jami'a al-makhluqat وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها حياتها. na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyevipa viumbe vyake vyote zile sura walizokuwa nazo, kisha akawawekea na roho ambayo ndiyo sababu ya uhai wao. Kama qala ta'ala khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, wa qala ta'ala huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru. Allah ndiye al-musawwir, yeye ndiye anayevipa sura viumbe vyake. ثم إن الله تحدى هؤلاء المصورين الذين يحاولون مضاهاة خلقه أن يوجدوا في تلك الصور التي صوروها أرواحا تحيا بها كما في المخلوق الذي صوروا على هيئتهم. أسمع كيش الله سبحانه وتعالى
akawapa changamoto na challenge wale wenye kuchora mapicha na kupiga mapicha, wanaojaribu kumuiga Allah katika kuumba kwake, watie roho katika zile picha walizozitengeneza. Wa hadha bayanun li'ajzihim wa fashalihim fi muhawalatihim, na hii ni kuonyesha kuwa hawa ni watu wenye ajizi, hawawezi kufanya hilo jambo, hawana uwezo hilo na wamefeli katika kujaribu kwao. Wa kama annahum aajizuna an ijadi hayawanin dhi ruh, na kama vile hawa hawana uwezo wa kuweza kumleta kiumbe kama mnyama aliye na roho, fahum aajizuna an ijadi athamari wal habbi falyakhluqu habbatan, wacha wanyama wenye roho, hata tembe ile ngano na nyinginezo na mtama na mawele pia hawawezi kuumba mfano wake, basi na waumbe. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. watu watakaoadhibiwa zaidi siku ya kiyama ni hao wanaojifananisha na kuumba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بشدة عذاب المصورين يوم القيامة وسوء عاقبتهم. Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam hapa hatupa habari juu ya adhabu kali itakayowapata hao watu wa mapicha siku ya kiyama na mwisho wao mbaya. Wa in aashu fi hadhihi dunya salimin, hata kama wataishi katika huu ulimwengu wakiwa salama. Anajikamera kubwa yatembeana, na kuna wengine ndo kazi yao hii, ni kazi yake, aitwa cameraman atembea na jikamera kubwa kwenye kifua chake, amefunga kamba, kila mali endako anayo. Wa in aashu fi hadhihi dunya salimin wa summu fannanin, yetu hao ni fannana. Huu fannan katika kupiga picha hakuna mfano wake. Uweza kumgeuka hivi wageuka, geuka vile wageuka, fanya hivi wafanye, na alafu unafanywa mtoto kabisa ukiwa kwa mapicha. Tena hasa siku wale wanapiga picha kwenye maharusi mshike hivi ashika na huku na hiyo ashika tu mbele za watu, aibu, wallahi aibu mbele za watu. Wewe sasa mkumbatia mke wake mbele za watu, siku ya kwanza atajengea naye ndani ya nyumba, basi wakumbatiana, fanya hivi fanya, wafanya mambo ya vituko ya Rabbi. Kisha zile picha siku hizi zasambazwa kila mahali. Angalia, subhanallah, mbali na kuingia kwenye dhambi ajitia kwenye aini, kwenye macho ya watu. Ni wangapi ambayo aini imekuwa ni sababu ya kuharibu majumba yao? Wacha na mbali na kujipiga picha wao. Kuna mmoja mmeona amepiga picha chumba kile cha biharusi, kimepigwa picha, video kikatiwa kwenye mitandao. Wallahi alazim ya jamaa, la ubaligh, ile siku ya harusi kile chumba kilichomeka, kuntokea moto hivi, kila kitu kilichomeka. Wakatengeza video nyingine kilivyochomeka, kisha wakaunganisha kabla na baada. Hakuna shaka kuwa ni aini. Kwani wangapi wana uwezo huo? Kuna watu bwana ana godoro tu, hana uwezo huo. Kisha wewe aje kumuonyesha jitanda lako ukalitengeza, sijui kalichongesha wapi huko, laki sijui ngapi umenunua. Godoro limetandikwa bedsheet hilo sijui bei gani, ukija kwenye pazia zimefanana na bedsheet. Ukiangalia ile dressing imetiwa kila aina ya perfume, jamaa ukanunua perfume konzi pale nje, hakuangalia tu. Salala apige hivyo. Hakuna Allahumma barika. Angalia. Siku ya pili una nyumba yachomeka. Wallahi alazim aini ya. Nani aliyesababisha? Wewe mwenyewe. Kwa nini uenda kujianika kwenye mitandao? Uyuna nasi ya akhi, si macho watu wote wasema Allahumma barik ya. Mambo yako basi paka chumba, watakia nini watu waone chumba chako ndani kule? Hiyo siri yako wewe.
wewe na mkeo, wewe waonyesha dunia. Na watu wa siku hizi wapenda masifa. Wallahi kuna watu wenda hizi hoteli kubwa kubwa huko Nyali huko, kisha wamlipa yule waiter ili akae pale, kisha mpiga picha basi. Ajifanya hapo tuongojea chakula, angojei chakula wala nini wewe. Akishapigwa ile picha ampatia shilingi 50 100 yule waiter, basi shukrani bana, kisha iwatoka. Na akitoka huo wabeba kile kijiti cha kuchokorea meno. Hajala chochote, hata maji amemshinda kununua. Wafanya mchezo wewe. Uliza maji bei gani huko? Yale maji yale wenda kuyanunua hapa nje kwa duka la Sefu pale shilingi 20, kule uzwa 500. Usikia maji 500. Si haya nayapata dukani pale mtaani. Ndio hayo. Sasa wewe wakati pale wapiga picha zako kisha wazitia kwenye mtandao, yani waonyeshe watu kwa jambo ambalo kiukweli huna. Ya nini ya akhi, ya nini? Kwa nini wafanye hivyo? Khali hadha bainaka wa bainahum. Sasa watu siku hizi wamekuwa na maradhi, na hasa ilivyoingia mitandao ya kijamii ya kila aina, mambo ya Instagram, kuna nyingine ile video yavutwa live wakati unaofanya vile vituko. Watu wengi sana wameingia katika haya maradhi, na hakuna mtu hata siku moja ajipiga picha akitoka kuamka. Hasa hao wanawake wanaojitia kwenye mtandao, hebu apige picha akitoka kuamka, utafikiri ama abdu. Wasindo mwanamke au mwanamume? Mwanamke yule akipaka makeup ndo ajitia kwenye mitandao. Akiamka huyo manywele amesimama kama mtoka kaburini. Yani balaa, wallahi balaa. Hii mambo ya show off imekuwa mengi kwa sababu ya maradhi haya. Lakini laiti wangelikuwa wafahamu, ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyamah, sallallahu alayhi wasallam. Kama wewe watakubahatisha, bahatisha wewe. Sisi tumeona maneno haya tukaogopa, tukakaa kando. Kama wewe ni mtu kubahatisha, bahatisha wewe. Alafu kuna baadhi ya tulab al-ilm wajiuliza, kuna ikhtilaf. Sawa, kuna ikhtilaf. Sasa maraona katika jambo la dharura, sawa, jambo la dharura, kitambulisho, kama mbeba pesa. Kuna wengine wafanya vya basi msibebe pesa. Na tuona sisi wajinga, pesa zetu tunazo mfukoni mtukupe wewe, khurafi. Kuna mmoja khurafi sasa, basi msibebe pesa, tuwazibeba. Nyinyi mtaka msibebe nyinyi tu. Ni jambo la dharura, hata ikiwa mvipi, kwa maadamu ni pesa ruhusiwa kisheria. Kitambulisho piga, ina shida. Pasipoti ni dharura. Sasa nitakuuliza wale ambao sema sawa yafaa, kisha kila mmoja ajipigia sunglasses lake. Kuna wengine wakati kishamba hamujui tu, huyu wavaa yule wavaa, kisha waje kila mmoja ajikaji sura lake pale. Kuna nani wasema watu wetu nini? Yani kule kupenda kwenu, basi iwe kiwa ni dharura, basi ibakie katika mipaka ya dharura. Wako wanaoviona sema kwa ajili ya da'wa, basi ibakie hivyo katika mipaka yake, ikiwa wewe waona sawa. Ingawa hatuoni dharura, lakini ikiwa imekuwa hivyo, basi ibakie katika mipaka, isitoke ile mipaka ya kisheria. Sasa ikawa mpaka wajivuta ukiwa nyumbani na watoto, na hakuna dharura gani sasa? Hii hadithi ya pili inshallah nitasoma maelezo yake katika kikao kitakachokuja inshallah.